Unajua mimi mpaka sasa hivi najiuliza maswali ya labda niwenda kutokana na fiti kunishobokea sana, labda ya inaweza kutokana na hivyo. Unaona pale alinikisi ya jamaa kufurahishwa, labda ndo sababu ya yeye kuonesha hali kama na zile. Yeye anaweka bifu za mapenzi. Sasa mimi huko sipo, wala mimi sifikiri mapenzi. Alobo Vibe TV, naitwa HBOG, behind the camera nipo na Chaupole. Siku ya leo naishi na wana ambao unaona mbele ya screen za kamera zetu kama Alobo. Nafikiri kuna movie ambayo inaendelea kufanya poa sana katika mitandao ya kijamii, zaidi sana katika mtandao wa YouTube ambayo inakwenda kwa title ya School Game. Ni moja kati ya movie ambazo ni za tofauti sana kwa hapa kwetu. Na siku ya leo nimeona niweze kuwatafuta wana ambao wamejaribu kucreate idea tofauti kwa mandhari hapa kwetu na kuangalia kufanya kitu fulani hivi ambacho ni cha tofauti sana kama jinsi tunavyoendelea kushuhudia katika mtandao wa YouTube. Nitapiga na story ya hapa na pale kuhusiana na kazi, lakini pia kuhusiana na harakati zao za hapa na pale, zaidi sana kuhusiana na issue ambazo wanakuwa wanazifanya kuhusiana na kazi, hususan kazi ya uigizaji. Na ningependelea uweze kuwekeza muda kuweza kufuatilia exclusive hii mwanzoni hadi mwisho. Utakwenda kufahamu mambo mengi sana na wahusu na yale ambayo yanaendelea kuhusiana na kazi zaidi. Mwanangu ni aje? Fresh bro. Mzima? Ya kama kawa. Jina nani? Naitwa Brighton. Brighton. Kwenye movie pia umepenya na jina hilo? Ya Brighton hilo. Brighton. Yes. Kaka mkubwa ni aje pia? Ashwali. Wema? Kwema isi. Yes. Kwa kuwa ndo mara kwanza unaonekana kupitia Alobo Vibe kama hivi, tungetamani kidogo uweze kujitambulisha kwa majina, lakini pia wazifa wako kutokana na kundi, vitu kama na hivi. Okay, shukrani sana. Mimi kwa majina naitwa Elohim Madai, ndo jina langu. Mimi kwenye issue hii ni kama director. Yeah. Asante sana blaza, kutokana na kazi yako pia watu wameipokea kwa namna fulani vya tofauti. Kwanza tungekaa hapo kutokana na mapokezi ya kazi, wewe ulionaje? Mapokezi ya kazi kwa watu nimeona wameyapokea sana kwa furaha kubwa, na imewafanya wao pia kuendelea kutupa moyo kwamba tuzidi kufanya mazuri zaidi. Yeah, wamepokea kwa kwa furaha kubwa sana. Yes, episode namba 1 ya School Game ni episode ambayo kidogo ileta matumaini makubwa sana na tukaona kitu cha tofauti, comment nyingi sana kwa muda mchache, lakini pia watazamaji walikuwa ni wengi sana. Ni comment zipi ambazo labda ulikutana nazo ambazo kidogo uliona hapa tumeanza kufanya kazi tofauti na jinsi tulivyokuwa tunafanya mwanzoni? Comment ambazo nilizipitia baadhi zilikuwa tu zinaeleza nyingi kwamba tuwe na moyo wa hivi, tuendelee kujenga mazingira ambayo ni tofauti. Tusiishie kwa yale ya zamani, bali tuangalie na yale ya mbeleni huko, ili watu tuwaweke kwenye uwazi na mapana zaidi kulingana na swala sanaa kabisa. Yeah. Tukae labda kwenye nafasi ya idea. Ile idea School Game ni idea fulani ambayo ni tofauti sana na haijawahi kutokea kwa hapa kwetu. Issue idea ilikaje, labda ile idea ilitokana na nini na ushirikiano ulikuwaje? Idea ilitoka kwako peke yako ama ilikuwaje? Hapana. Idea hii kutoka kwangu peke yangu. Yeah. Ilitoka kwa watu tofauti, hususa kwa director pia mwenzangu. Ndio. Kabisa. Issue ya idea pia kidogo kwenye title ukiangalia kidogo ilitaka kujicompare na idea ya movie fulani pia ambayo iliwahi kufanya poa sana ambayo ili trend sana kwa jina la Squad Game. Pia tulivyoangalia ile inaitwa School Game, kitu gani ambacho labda kilichokufanya au kilichowapelekea nyinyi ku create idea kama na ile? Je, lengo lilikuwa ni kitu gani zaidi? Lengo sana ilikuwa ni kuonesha watu ni kiasi gani mambo yanayopitika hususa kwenye swala la elimu. Japo kunakuwa na mahusiano, lakini issue kubwa ni kuonesha watu ndani ya elimu kuna mambo gani ambayo yanaweza kupitika ndani yake tofauti na elimu. Na watu wakachukulia kwamba tunafuatilia elimu, mwisho wa siku kunyuma kukawa jambo lingine mbadala ya elimu ile ambayo tunaifuatilia. Yeah. School Game kama jinsi tunavyoiona au kwa wale ambao hawajaifuatilia na hadi kuifikisha mwisho kabisa kwenye zile tuseme final episode, kitu kama na hicho inapelekwa na tuseme story ngapi ile story, yani tuseme movie yote ina story ngapi yani ambazo zinaibeba? Movie ya School Game nadhani ina story kama ina vipengele kama 3. Ndani yake hapo mapenzi, hiyo elimu, na pia ndani yake kuna fumbo ambalo ile fumbo litakuja kufumbuka baadaye. Kuna baadhi ya vitu pia ambavyo tulivyoviona kwenye movie. Kuna
kama tulivyozungumza hapo, kuna swala la elimu, kuna yale maisha ya shuleni, kitu kama na hicho, kuna mapenzi na nini. Pia kuna baadhi ya vitu ambavyo tumeona kama utekaji nyara fulani ambao ulionekana pia kwenye movie episode namba 1. Kuna baadhi ya vitu ambavyo watu walikuwa wanadisi sasa. Je, hii movie kutokana na mandhari haikustahili kabisa ichezeke hapa kwa mazingira hapa kwetu. Labda hichi kitu labda kilishi kwa pande wenu pia kabla ya movie kuiandaa na nini? Ni kweli hicho kitu inaweza ikawa hivyo, lakini watu wao wanajifunza kulingana na mazingira. Sisi tulijifunza kulingana na mazingira. Kwa nini tusiweze tufanye kwanza? Kuna baadhi ya vitu ambavyo pia ningetamani uweze kuviongelea kuhusiana sasa hususan na budget ya ile movie. Maana ukiangalia pia inaonekana ni movie fulani vya tofauti, hajalishi mandhari ni hapa maskani. Je, ni budget imewagharimu kama shilingi ngapi kabisa ile movie kwa kiwango labda ambacho mlichokiandaa na movie hadi kamilike kuwa kama vile jinsi tunavyoiona ni tofauti? Movie imetugharimu sana. Maana kwa hesabu zingine siwezi nikawa na limit kwamba tuliishia hapa, kwa sababu hesabu zingine hazikuandikwa. Mfano kuna dharura zinaweza zikajitokeza, utoandika, unaacha vinaenda hivyo. Kwa sina idadi kamili, lakini imegharimu hela nyingi sana. Baada tu ya ile idea, pia idea yako kama director au kama msimamizi tuseme kitu kama na hicho wa ile idea, ulivopata ile idea labda uliona kweli itawezekana kufanyika hapa au ulikuwa na wasiwasi tu kabla ya movie haijakamilika? Je, hii kweli itawezekana hii movie ichezeke hapa? Sawa. Kila kitu nadhani mtu inatakiwa ufanye kwanza na ujiaminishe wewe mwenyewe kulingana na kazi yako. Ile kitu tulifanya sio kwamba tulibahatisha, tulifanya tukimaanisha ili tufikishe ujumbe kwa watu, waelewe nini tunachokifanya. Kifupi ni kwamba sisi tuliingia kazini moja kwa moja. Kwenye channel hivi ni channel gani labda kwa wale ambao hawajui inapatikana kwenye channel gani labda? Ile movie kwa kuipata ingia moja kwa moja Blowboy. Utaiona ile movie. Compare pia Blowboy pale kuna baadhi ya movie ambazo zipo. Umeonaje utofauti wa movie ya School Game na zile zingine ambazo zilikutaniwa labda? Mimi siwezi kudadisi sana hivyo kwa sababu kila mtu ana maono yake kulingana vile anavyotazama. Labda mtazamaji ndo anaweza akadadisi, lakini kwa mimi hapana. Pia nizungumze na Blaza ambaye amekaa upande wa kulia hapo. Kaka, wewe pia ni msaidizi upande wa masuala ya director na nini? Mimi ndo kiongozi mkubwa kwamba CEO. Niseme hivyo tu. Kabisa. Ina maana yeye ndo director wako, ndo CEO wa kundi? Yeye ndo director wangu mimi. Kabisa. Ndio. Ile movie watu wengi baada ya kuona Kasha walikuwa wanadai labda sio ya hapa kutokana na mazingira ya Kasha pia, na tofauti na hivyo baada tu ya kuona ile episode namba 1 kuna baadhi ya image ambazo zilikuwa zinaonekana pale, mtu anajiuliza je, hapa kweli ni kambini ama vipi? Zile idea labda zilitokana na ushirikiano wa kina nani labda, au ni idea ambayo ilitokana na mtu gani kwenye kundi au kwenye kazi kipindi mnafanya ushirikiano? Kama unavyotuona hapa sisi ndo viongozi. Viongozi wa timu. Sema tu kuna baadhi ya wanafunzi ambao tunawafundisha wameshafikia hatua kubwa, kwa sometime nao pia kuna chochote wanaweza kachangiza kwa kuongea, lakini kama unavyotuona hapa sisi ndo viongozi na ndo tulikaa chini kabla ya kazi. Tukaplani bana, mimi nikaleta story yangu hii hapa. Tunafanyaje? Kabla ya yote niliongea na shooter hapa ambaye ameedit movie. Je, tuna uwezekano kufanya kitu ambacho ni tofauti na mazingira hapa nyumbani? Akasema inawezekana. So ndo tukawa tumekaa chini viongozi kama director hapa na mnavyomuona. Baada ya kukamilisha kuandika story nikaifikisha kwake. Akaanza kuwapa watu practice kama mazoezi tuseme. Watu wakaanza kufanya mazoezi, tukafanya mazoezi. Ilipofikia muda wa kuingia location, tukaendelea hivyo kushirikiana. Kwa ishaisha yote au bado kuna baadhi ya scene bado hazijashutiwa labda? Movie tumeikamilisha, hatuwezi kuachia movie ambayo bado haijakamilika. Ni vibaya sana kwa sababu unaweza kutokea emergency labda Sering ambaye alicheza sasa akafa. Hiyo inakuwa shida, unafanya vitu ambavyo sio poa
Swala labda la kumshirikisha Vantolo kwenye movie ilikaje na mazingira, labda nani ambaye alitoa idea tukimtafuta huyu hapa atamechi? Mimi kwanza niliona picha zile walizoposti. Nikasema hapa kuna nikafikiria mimi, unajua mimi sasa hivi na deal na soko. Hivi nikifanya kitu kama hiki, kwa sababu ukiangalia hata kwenye nyimbo nyingi walitumia sana yale mavazi. Kwa mimi ni deal na soko inataka nini? Kaangalia nikaona kuna uwezekano wa kuwashirikisha majamaa. Nadhani tayari nimeshafanya nao interview. Kuna vingi ambavyo waliweza kuelezea, kwa hiyo nilifikiri tu kuweza kuwashirikisha kabisa. Labda watu wakajiuliza kiongozi, lakini pia kwenye movie umepenya, hii inakaaje CEO? Si kama Diamond namuone ndio CEO wa WCB, so mimi nimefikiria kuibua vijana wengine. Kuna watu wengi wana vipaji wanafanya, lakini sisi kama ma directors tunatakiwa tuweze kusimama. Unaona? Ndio maana nikakwambia kwamba director wangu huyo hapa. Kwa hiyo ule ushirikiano wetu sisi ndio umeweza kutengeneza kitu kikubwa. Labda nisingekuwa naye tusingefikia hatua hii. Ndio kwa maana nikaona mimi siwezi yani kusema kwamba nisimame peke yangu mimi niinue wale vijana, ni ngumu sana. Kwa hiyo ndio maana kukawa na ushirikiano, tukakaa chini, tukaanza kuandaa kazi mpaka kufikia hatua hiyo. Tumepiga hatua. Tofauti na Blobo, kundi linaitwaje labda? Strikers Family. Strikers Family. Strikers Family. Kutokana na kazi, kuna baadhi ya vitu ambavyo tuliona labda vinaweza vikawa viliwachukua muda sana kwenye kuandaa wale madada wote. Unajua siku hizi katika mazingira ya hapa kwetu kuna ugumu sana kuwapata madada ambao wamefiti kama wale ambao tuliona kwenye movie. Ile idadi afu ilikuwa ni idadi kubwa ya wasichana ambao walionekana mle kwenye movie. Wote jumla kwanza ni kama wangapi? Mimi kiukweli sijui. Swala la director eti hiyo inakuwa tena ni hesabu za kuanza kuwaza na kuwazua. Labda ugumu sasa wa kwenye kufanya kazi, unajua wale watoto wa kike mambo yanakuwa ni mengi sana, shughuli zinakuwa ni nyingi. Ugumu labda ulikuwa sehemu gani kwenye kuhakikisha mpaka shughuli inaenda kukamilika kama hivi, kama jinsi tulivyoona, na kwenye kufanya nao kazi? Yani katika swala la ugumu, mimi kama upande wangu mimi sijaona ugumu wote, kwa sababu wale ni watoto ambao wana wazazi wao. Kwa hiyo swala la kwenda kumchukua mtoto kwenye mazingira ya nyumbani, unataka umuinue, yani umuoneshe kila alichonacho ndani, ukionyesha hadharani na watu watambue kwamba huyu mtu anaweza. Ni kitu ambacho hatuwezi tukakichukulia kwamba kuna changamoto sana kivile, japo changamoto inaweza kawepo, lakini sio sana kivile, ni mambo ya kawaida, kwa sababu wale sijawazaa mimi. Na wazaa kisanaa, lakini kwenye masuala ya uzazi wa kawaida sijawazaa mimi. Strikers Family wote wanapatikana kwenye hilo kundi ama vipi? Wale wasichana wote ambao tumeona, au tuseme wasanii wote ambao walipenya kwenye School Game, wote wanapatikana ndani ya jumba hilo hilo kabisa. Ina maana kuna hata mmoja ambaye mlimchukua kwenye kundi lingine vitu kama na hivi? Amna. Na hatujafikiria kufanya hivyo, kwa sababu tunaamini kazi zetu na tunaamini wasanii wetu. Strikers Family, toka mlivyoanza kufanya kazi na baada ya kutoa kazi ya School Game, ni kitu gani ambacho mnaona labda kimeongezeka kwenye kundi, au ambacho mnaona labda kimewapa hatua fulani vya kwenye kazi? Mimi sana ni kuzungumzia swala la juhudi tu, kwamba juhudi ndio inatufanya sisi kwamba tuone kuna asilimia kubwa ya vitu fulani vimeongezeka. Wasanii wanajituma ipasavyo. Inatupa na sisi shauku kwamba tuendelee kupiga moyo konde sana. Ukiwa kama director, Vantolo umeonaje kwenye kufanya naye kazi? Vantolo yuko vizuri sana. Kabisa. Ina maana kuna baadhi hata idea mlisaidizana pia kwa pamoja, jalisha alikuwa sio mwanakundi. Kwanza kama alivyosema sio Vantolo tu peke yake, kwanza alivyomtazama akapata idea kupitia Vantolo. Yeye mwenyewe tu alishawishi idea ijae ndani ya kichwa cha sio. Kabisa. Nice shooting imechukua muda kwa kuwa ni movie ambayo inaonekana maandalizi yalikuwa ni makubwa. Changamoto gani ambazo labda mliziona toka mlivyoanza kazi mpaka jinsi mlivyomaliza, au changamoto ambazo mlikutana nazo sasa kwenye kufanya kazi? Changamoto ambazo tulikutana nazo sana ni upande wa wasanii wetu ambao bado wanasoma. Hiyo ndio ilikuwa changamoto tu
kidogo, kwa sababu kwa muda ambao labda ni yeye inatakiwa acheze anakuwa yuko shuleni. Kwa hiyo inabidi tukae tusubiri. Unakuta tunaanza kazi masaa marefu. Hiyo ndio ilikuwa changamoto, lakini tulielewa kulingana na mazingira. Yeah. Kuna teki ambazo nimeziona za tofauti sana, maana shule za hapa kwetu tunajua madarasa yanakuwa yako vipi na nini, lakini zile teki za darasani baada ya kuziona watu wanajiuliza, shule gani? Mbona kama ni shule fulani vya tofauti, wenda sio hapa, wenda ni Kigoma, wenda ni sijui ni wapi, kitu kama na hicho. Labda unaweza ukatufafanulia ilikaje mazingira ya darasani sasa? Zilikuwa ni shule za hapa kwetu ama vipi? Ndio zilikuwa ni shule za hapa kwetu. Ila sana ulikuwa ni utaalamu wa shuta wetu. Kabisa. Yeah. Maana shuta ametisha sana kwenye movie. Tunamwamini sana. Kabisa. Na hisi ikiwa sijakosea ndo Blaza ambaye amekaa upande wako wa kushoto pale. Eti kaka niaje? Sogeza kiti kidogo tu. Ya mtazamaji, endelea kuwekeza muda wako, napiga mastori na wana ambao wametupikia kitu kikubwa sana ambacho hakijawahi kutokea kwa hapa kwetu. School Game ni movie ambayo ikiwa hujaiona, jaribu kudondoka katika mtandao wa YouTube, lazima utaona vitu fulani vya tofauti na vile ambavyo umevizoea kwa hapa kwetu. Mwanangu niaje? Fresh brother. Jina nani? Mimi ndo director GM Niga. Big up sana kwa kazi yako. Asante sana bro. Umetisha sana. Asante sana. Yes. Idea ya location tuseme, yale mandhari ambayo tuliona kwenye movie, labda zile akili ulizitoa wapi mwanangu? Maana akili za tofauti zile, kama uliziazima kwa nani hivi? Mimi nakumbuka kwamba kipindi jamaa aliniletea story na akaniambia kwamba Blaza kuna 1 2 3. Yes, nilijaribu kukaa chini mimi kama mimi. Nikaangalia na mimi nitakachokifanya, nikawa nimemletea, unaonaje tufanye 1 2 3, nikamwita SEO pamoja na director. Tukawa tumeajenga kila kitu, tunakuwa tumepanga, nikaona hicho kitu kimekaa fresh tu yani. Ndio. Yes. Kuna image fulani tunaviona vya tofauti, yani ukiona shule kwa nje yani imekaa nini, unasema ukiangalia ndani unasema ndo yale ndo pale yani. Yani mtu ambaye kidogo hajawahi kufika haya mazingira yetu anaangalia movie, labda itakuwa ni ngumu sana kuzikompea na za hapa kwetu. Hicho nikupe hongera sana. Umeonaje labda ugumu kwenye kukamilisha kitu kama kile School Game? Ulitokana na nini sasa wewe kama director, kama shooter? Ugumu niliona, maana nilipenda nifanye kitu cha tofauti sana na makameramani hapa kwetu sasa upande wa movie. Nimependa nifanye kitu cha utafuta na niambie kwamba niwaoneshe kwamba kila kitu kinawezekana. Na nahisi kwamba hiyo movie ilivyokuja tulipambana, ingawa kulikuwa changamoto kama alivyosema director hapo kwamba kulikuwa wasanii ambao walikuwa nafika kipindi cha kushoot wenyewe hawapo. Lakini ilibidi tupambane tunao kimtindo hivyo tuangalie sisi tutatimiza tu hiyo issue. Na pia tumemshukuru Mungu maana tulichukua na kipanga chote kimeenda salama. Yes. Wavumilie tuko na kazi kubwa hiyo. Kabisa. Mimi ni mzoefu kidogo hapa kwetu. Kuna zile teki ambazo zilikuwa za ndani kabisa darasani, akiwa pale mwalimu na nini, na wanafunzi wakiwa ndani, watu wanaangalia ududu kabisa. Kila mtu anasema shule imekamilika. Tofauti na zetu ambazo tulizizoea za kawaida, yani nahisi wengi tumesomea hapa. Ukiangalia pia watu wakiwa wako nje au wanafunzi wakiwa wako nje wanapiga story na nini, ulichagua mandhari fulani ambayo kidogo pia ni ya tofauti. Hajalishi hakuna mijengo sana na nini, nje kabisa yani unaangalia mandhari nini, unasema mbona kama tofauti? Kwa nini ulizikwepa sasa nyumba za hapa? Nilipenda nizikwepe maana kama nilivyokuambia mimi ni mtu fulani ambaye napenda nifanye kitu cha tofauti. Alafu ninapenda kufanya kitu cha userious. Tusifanye kitu kusema kwamba tunafanya tujani sana twende hapa. Tunafanya kitu cha userious. Kwa hiyo niliona kwamba shule nitachukua hapa itamake, nikitoka hapa nikaenda chukua zile shoti za nje hapa na itamake. Kwa hiyo nikija kumix vitu viwili hapa na hivi vitaleta kitu cha tofauti sana. Kwa hiyo nikaona hicho kitu kinaweza kaenda sana. Ina maana ilikuwa nakugharimu, na maana kuna zile teki ambazo ulikuwa unazichukua shule sehemu nyingine, afu ilikuwa ni teki za nje, unaenda upande mwingine yani ambao ni tofauti na yale mandhari ya shule. Ndio yote nitaka ni mix kitu fulani ambacho ni cha tofauti, lakini nikija ukimix kinakuwa ni kimoja. Ndio. Ile image ya shule ambayo tunaiona yani kabla ya watu hawajaonekana kwa ndani ni shule gani labda? Zile image ni image za kwangu mimi ambazo nilijua kwamba nilizipata kivya kwangu mimi kufuatana vile ambavyo nilitaka kitu kiwe. Kwa hiyo nilivyozipata zile nikaja kuingiza pale na nikaona kimekaa. Tutegemee labda episode ngapi za School Game? Ni 4. Mbona kama chache wakati movie yenyewe imekaa ile? Ni lazima tufanye hivyo 4, lakini baada ya hii kuna nyingine na wasichoke. Kuna kazi kubwa zaidi hata ya School Game ambazo zinakuja. Kubwa kabisa, acha niwaambie tu hivyo. Kwa hiyo wao wasituchoke, tuliona tutoe kwanza hizi 4 kufuatana na hali ya hewa ilitubana sana. Sasa hizi changamoto za wanafunzi, lakini hizi ambazo zinakuja na sisi tunaweza tukapiga hata 10, 12 hadi 15 itawezekana. Kwa hiyo zote ambazo zinakuja kwa zote ni kali. Wenda hata School Game ni cha mtoto. Kabisa. Walai ni cha mtoto. Kwa hiyo
watupe muda wao tu, wazidi kutusapoti basi. Kabisa. Okay, wewe ni director ambaye au wewe ni shooter ambaye upo chini ya uongozi wa Strikers Family ama vipi? Au unafanya kazi zako wanakuchukua kundi lingine likihitaji na nini wanakuja mnafanya? Mimi ni director ambao kwanza niko chini ya brand ya SB Clever brand kwa upande wangu mimi kama mimi, lakini tena niko chini ya SF, yani Strikers Family. Kwa hiyo hata kunaweza kuja mtu mwingine anaweza kuja, haina tashida, tunaongea, ni kitu cha kuongea kama kibinadamu, tunaongea, tunafanya kazi. Hiyo ina tashida kabisa. Hongera sana kwa kazi. Asante sana brother. Lakini pia swali la mwisho, unakuwa hizi idea labda ili uendeleze au ujaribu kubadilisha mazingira ya kazi ambazo tulizizoea kwa hapa kwetu kuhusiana na tech, maana ukiangalia hata mido zako ziko tofauti na wale wengine ambao tumewazoea, zile long shot na nini kwenye movie ni za tofauti sana. Pia kuna kitu ambacho ningetamani niweze kukulizia kutokana na swala la editing pale. Kuna sehemu yule mzee anapigwa risasi na nini. Kuna baadhi ya effect ambazo unaziweka labda kutokana na mashuta hapa kwetu kidogo kuna vitu ambavyo vinakuwa vinawafelisha sana upande wa zile effect. Yes. Labda kwa upande wako umejipangaje kwenye kuhakikisha hata hizi movie zingine ambazo zitakazokuja tunaona vitu vya tofauti sana? Mimi kwanza asilimia wenda hata 70 waga siangalia mabehind the scenes za movies hapa. Yaani mimi waga naangalia behind the scenes za movie wenda za mbele za Netflix kule ndo waga na jaribu kuangalia. Kwa hiyo mimi waga ni mfuatiliaji mzuri sana kuangalia jamaa cameraman alikaa hivi akawa amechukua hii angle hivi. Kwa hiyo alivyochukua hivi kile pindi cha kuedit edit hivi ikawa imekaa hivi. Kwa hiyo na mimi zile ndo ni njia ambazo nilizitumia. Nilijua kwamba mimi nikikaa hapa hivi jamaa akipigwa ile sasa hapa itaonekana imetoka na itaonekana imemgonga jamaa. Kwa hiyo sikuwa na ile mtikisiko yani. Kwa hiyo yote ni vile tu ambavyo najituma, najipambania mwenyewe. Pia nashukuru uongozi wangu SB Clever brand kwa kunisupport mpaka nimefikia hapa. Yes. Ila zile teki nyingi umeshoot na stand? Yes, na stand, yes. Maana wale wengi wanatumia sana mkono tu. Yaani afu unakuta kuna zile movie unakuta kuna kutikisika fulani. Mimi natumia stand. Yes. Kuna uwezekano pia unatumia hata gimbal? Yes, natumia na gimbal na natumia na mkono pia. Kuna sehemu ambayo inanilazimisha kabisa kutumia mkono, natumia mkono. Umetisha. Asante sana brother. Yes. Kidogo nimrudie director. Brother, kutokana na kazi ni kubwa. Na hadi kufikia time hii hapa watu wanazidi kuona ni vitu vya tofauti kidogo. Ile pale ukipeleka hata Mambele kule, hata ukipeleka na hisi hata old Marekani kule wanakubali movie imekaa. Na hisi ndio eti. Ni hivyo ndio. Kabisa. Ndio. Pia shooter amejituma sana na kuhusiana na kazi sasa. Ndio ningetamani muweze kutuhakikishia kitu kimoja kwa kuwa sanaa hapa kwetu upande wa igizo kulikuwa kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa tunavimisi yani vionekane. Kidogo tumeona kwenye School Game baada tu ya zilikuwa ni siku 5 hapa nyuma baada ya kuangalia ilikuwa bado ina siku 5. Ilikuwa ishafikisha sijui siku 7 yes. Ilikuwa ishafikisha watazamaji sijui 5 na 600 ile. Nikasema haijawahi kutokea kwa hapa kwetu. Movie nyingi zinacheza kwenye K1 baada ya siku 10, aidha mwezi, K2, kitu kama na kile. Kitu gani ambacho ungetamani kuwaambia wale ambao wanakufuatilia kwa muda huu? Ni kwamba watu tuwe na juhudi tu kwa kile tunachokifanya. Tuzalishe matunda ambayo yatakuwa ni bora zaidi. Na tusifanye kazi kwa kutambulisha nyumbani, tutambulishe dunia nzima. Kabisa. Ndio. Yes. Kazi nyingi za hapa kwetu watu wanaigiza kwa lugha ya Kibembe yani, kwa lugha yetu ya asili. Hii pia kwa upande wenu inaishi? Kwa hiyo kwa lugha yetu ni muhimu kwa sababu lugha yetu mtu hawezi kataa lugha yako, lakini kwa mdao si bado hujafikia hapo. Okay. Tutakuja kutambulisha lugha yetu baadaye, ila kwanza tunaonesha tu kwamba tufanye zile zinazofanania na wenzetu. Kabisa. Ambao ni watu wale tunawaangalia na kuwatazama ni watu wakubwa sana. Na sisi tujaribu kuangalia je, tunaweza tukabadilisha mfumo kiasi gani. Alafu baadaye licha hata ya lugha, mtu mwingine anakutambua. Maana kuna watu ambao tunaishi nao. Kuacha hizi hapo shatuonaga kwenye movie zingine. Kwa licha hata kama sitaongea lugha yangu lakini tayari wananitambua mimi ni nani. Yeah. Okay. Ila napenda tu kutambulisha kwamba sanaa yetu inatakiwa ifikie wapi. Okay. Yeah. Ndugu yangu hapa CEO, kutokana na kazi sasa, video imeonekana ni bora na ukiangalia pia director na shooter pia wamefanya kazi kubwa sana. Zile vazi labda zile uniform na nini ilikuwa ni kazi ya kampuni ama kila mtu alikuja na ya kwake? Ile ni kazi ya kampuni. Kazi ya kampuni. Yeah. Kazi vinabaki kule ofisini. Yale ni mavazi ya kazi lakini kazi ndo bado tayari imekamilika. Kwa hiyo
tunafanya baada ya kazi, unaweza ukachukua tu ukatumia kabisa. Yeah. Nilikutana na comment moja inayosema kwamba kwa nini hii movie isifanywe promotion Azam, labda kutokana na management wakaangalia jinsi gani ya promotion Azam kule, mradi kuangalia jinsi gani ya kusogeza kazi mbele. Sasa hapo mimi kwanza hiyo comment yenyewe mimi sijaiona. Sijafanya. Unajua comment ni nyingi sana, so kuweza kuzipitia zote ni kipengele. Unaweza kupitia lakini ukawa umetambukia zingine. Kwa hiyo ni swala tu ambalo mdogo tu, unaweza kaja kazi nyingine wakasema hii hapa isingepelekwa hata Netflix, unaona? Kama amesema ya kwanza Azam, nyingine atasema Netflix, nyingine atasema Amazon, yani watasema vingi sana. Sema inategemeana na mapokezi kwanza, kama mlivyoona, labda kuna mengi yatazidi kushuhudiwa na labda anza kata mabadiliko hata kwa upande wa management, kwa sababu mimi bado natafuta support ya ile kazi. Kama mlivyoona tumesimamia wenyewe, yani pale ile tuseme global kama kampuni inayozalisha vipaji, kwamba unaweza ukaleta kazi yako mkaingia makubaliano bana, hii inatoa kwa shilingi kadhaa, mambo yakaenda sawa. Ina maana kuna channel ya Strikers Family, alafu kuna Global, yani vitu vile tofauti. Ndio. Na tulipeleka kule kwa Global kwa sisi ni watu ambao hatuna management, na sasa hivi tunatafuta support, tunahitaji kufanya makubwa zaidi, na ndio maana tulipeleka kule ili tuweze kupata budget kubwa ya kutengeneza movie kubwa zaidi ya School Game. Hadi kufikia time hii hapa Strikers Family hamna management ambayo labda ndio inawasimamia, ni kitu kama na hicho. Ndio. Ina maana akija mtu yeyote labda ambaye anatamani labda kutokana na exclusive hii hapa akatamani labda kujisogeza upande wenu na mkafanya kazi na nini, atembelee nyanja gani au anawapataje kitu kama na hicho? Anaweza kanitafuta kupitia Instagram, natumia hayo majina Brighton Dunia, Facebook hivyo, TikTok, lakini pia napatikana kwa namba 0753192400. Ina muda gani labda Strikers Family? Strikers Family toka 2016. Kufikia muda huu management bado haijakaa. Nilikuwa na management ambaye ni rafiki yangu ambaye nilianza naye, lakini sasa hivi kidogo kuna utofauti kati yangu mimi na yeye. Kwa hiyo ndo maana sio kwa kutokuelewana, yani kutokana na mazingira yake, kuna namna ambavyo lifestyle yake imebadilika tofauti na yani sasa hivi afanye tena mambo ya igizo. Brighton, labda kutokuelewana kwenu wewe na Sam kulitokana na nini? Maana kidogo tulianza kuona kuna baadhi ya vitu ambavyo mnakuwa kama vile yani kama hamuelewani, kama kupingana fulani na nini, ili kaja labda. Unajua mimi mpaka sasa hivi najiuliza maswali labda niwenda kutokana na fiti kunishobokea sana, labda inaweza kutokana na hivyo. Unaona pale alinikisi jamaa kufurahishwa, labda ndo sababu ya yeye kuonesha hali kama na zile. Kwa unahisi labda Sam anampenda sana fiti? Nahisi hivyo. Labda umejitengenezea mazingira gani kuhusiana na Sam mwenyewe, labda mje mjenge na nini? Maana kuna kama kuna ubishani fulani na yanaweza kaleta maafa. Mimi sina ubishi naye, sema tu ni vile najaribu kuelewesha na najaribu kuongea ukweli, lakini yeye anaweka bifu za mapenzi. Sasa mimi huko sipo, wala mimi sifikiri mapenzi kabisa. Sasa vipi upande wako na Fit Lady? Fit Lady mimi nachukulia kawaida tu. Bwana kama nakutaka hivi, maana lile busu sio la kitoto. Unajua new student in class, so shobo nyingi sana, afu muonekano pia ukiangalia. Hapo habari naye. Tutaona tu mbele. Unaangalia jinsi gani ya kutengeneza mazingira. Tutaona vile itakavyokuwa, watu wenyewe wataona kwamba hapa itakuaje huko conclusion. Pia unahisi kule shule kweli itaendelea? Maana unajua shule na mapenzi vitu vile tofauti. Na maana nikasema kwamba watu wasubiri waone. Wasubiri waone. Sema tu kuswala la Sam ndio hivyo kama nilivyokuambia. Kwa chochote tu kile kitatokea kati yako na Sam. Chochote kinaweza katokea, kiwe kizuri, kiwe kibaya, watu endelee kufuatilia. Na kwa Fiti pia, kiwe kizuri, kiwe kibaya, watu endelee kufuatilia. Je, Brighton atampenda Fiti au itakuwaje? Kabisa. Upande wa Linda pia unakuwa unapata nafasi ya kuongea naye na nini? Linda nadhani kwenye episode ya pili
Na kuna tukio ambalo mliliona mwishoni kabisa. Sasa tujui kama kitaendelea kipi baada ya pale. Sisi wote tunajiuliza maswali sasa hivi. Kabisa. Ndio. Asante sana Brighton. Asante sana. Kauli gani ambayo ungetamani kuiongea kama kauli yako ya mwisho? Tuangalie jinsi gani ya kufunga kipindi chetu, maana mambo ni mengi afu yanazidi kunoga. Tunazidi kusubiri baadhi ya vitu kwa hamu na nini. Watu waendelee kufuatilia kwenye social media, naitwa Brighton Dunia. Wafuatilie YouTube, kazi zinapanda kwenye Global Media. Wasubscribe, like na comment, ili kama kuna makosa wanatuambia ili tuweze kuyarekebisha. So watu waendelee kutufuatilia, hata pia kwenye Alobo Vibe kuna exclusive nyingi sasa zikaja baada ya hii. So waendelee kufuatilia pia. Ndio. Upande wa pili hapa director. Mimi nadhani ni hivyo kama alivyotoka kuongea CEO. Wafuate hivyo. Kabisa. Eti ndugu yangu shooter. Naam. Na pia tumeshukuru sana kwa muda huu ambao tumepata kupiga mastori 1 2 3 na kunyoshana. Wazidi kutufuatilia, wazidi kutusupport, maana nahisi kwamba bila wao sasa hatuwezi. Wazidi kutupa nguvu ya akili na moyo. Kwa hiyo yote ndio tumwachie Mungu. Kabisa. Sana. Alobo Vibe TV, naitwa HBOG, na nimepiga mastori kibao na wana ambayo umetupikia kitu kikubwa sana ambacho kinakwenda kwa toto ya Skull Game. Hili kundi linaitwa kama jinsi walivyosema Strikers Family, na wamefanya kitu fulani cha tofauti, kitu cha kizazi sana. Sisi kama Alobo tumeishi nao kwa dakika chache sana ambazo umetufuatilia. Dondosha comment kutokana na vile ambavyo tumevizungumzia, lakini ikiwa hujadema pale mtandaoni kupitia channel ya Global, ufuatilie movie ya Skull Game, utaona vitu fulani vya tofauti sana. Dondosha comment pia kutokana na kile ambacho tumekiongelea siku ya leo. Behind the camera nilikuwa na Chaupole,